Karibu katika kipindi chetu. Tuendelee. Ndugu mwandishi wa habari. Asante kwa kufika Meja Isamuhyo. Tunashukuru kwa uwepo wako. Pia tutarajie nini kutoka kwako leo? Wewe kama mwandishi wa habari. Mimi ndugu yangu nimekuja hapa Meja Isamuhyo kwenye Media Day ya klabu ya soka ya JKT Tanzania. Nikitaka kufahamu mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na wachezaji. Sijui kama uko tayari kwenye mdahalo. Nipo tayari, lakini kidogo nimefunga, unajua. Tepsi Evans umefanya nini? Nimefunga. Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa lazima nimefunga. Ndugu yangu umekunywa maji. Kidogo, maji sio chakula. Maji sio chakula. Kweli. Familia. Maji sio chakula kidogo. Bwana, tuanzie hapa maisha ya JKT Tanzania kwa upande wako. Nyinyi wewe unaonaje binafsi kwa upande wako? Kusema ukweli maisha ya JKT Tanzania ni mazuri sana. Ukiangalia facilities zao, ukiangalia uendeshaji wao wa timu, unaona ni timu nzuri sana hasa kwenye mpira wetu wa Tanzania. Umepita kwenye timu mbalimbali kiwemo JKT Tanzania, lakini pia vile hata ulishawahi kupita Azam FC na timu zinginezo. Kwa namna ambavyo maisha na ile standard ya maisha ambavyo utofauti jinsi ulivyo, huku pengine maisha yao yakoje? Mimi kama mchezaji, sehemu ambayo ina maisha ambayo mimi anakizi mimi kucheza mpira, na imani ni sehemu sahihi kwangu, kwa sababu napata mahitaji yote kwa wakati, nafanya mazoezi kwa wakati, timu inaendeshwa vizuri, kiprofessional. Hii ni taasisi, kwa hiyo hata kama sio level ile kubwa, lakini kwa level ambayo JKT ipo, ni taasisi ambayo inaendesha timu yake vizuri. Kama utaniwia radhi, naweza nikakuuliza baadhi ya maswali mbalimbali. Bila shaka. Swala zima la mpira. Ndio. Tuanzie hapa ndugu yangu. Katika mpira msimu huu, mechi gani kwa upande wako ilikuwa mechi very tough mpaka mkafanikiwa kwenda kupata matokeo? Katika msimu huu mechi ambayo ilikuwa ngumu sana lakini tulibahatika kupata matokeo ni zidi ya Mashujaa. Ni mechi ambayo ilikuwa ngumu sana. Ukiangalia Mashujaa walikuwa na uhitaji wa matokeo au alama 3, walikuwa ugenini na sisi tulikuwa nyumbani. Ukiangalia ndio mechi ambayo tulikuwa tunahitaji sana tushinde kwa sababu tulitoka kupoteza. Kwa hiyo tulihitaji tushinde ili tuwe sehemu nzuri zaidi. Nataka kufahamu joto kwenye hizi vilabu vya jeshi, timu hizi mbili zinapokuwa zikikutana, au timu ya JKT Tanzania inapokutana labda na Tanzania Prison, Mashujaa, kuna joto la namna gani haswa? Tambo huwa zinakuaje? Maana watu wengi wameshazoea zile za Simba na Yanga. Nataka tufahamu hapa kwenye kariba ya timu za jeshi unapokwenda kukutana. Kwa muda wangu mfupi nilokuwepo, mimi nadhani joto linakuwa zaidi wenyewe kwa wenyewe, viongozi labda au mameneja, lakini sisi kama wachezaji, sisi tunacheza tu mechi ya kawaida ambayo tunahitaji kupata matokeo basi, lakini hamna joto, pressure hamna. Huwa kuna kipindi mlikuwa mkicheza ligi kuu Tanzania bara msimu huu, mkafululiza kushinda na mkawa mnaongoza ligi. Pengine ile moment huwa kuna kitu gani haswa mwalimu Ahmed anawaambia kuelekea kwenye kila mchezo? Kitu ambacho tunafurahia kwanza kuwa na kocha ambaye haweki ukuta baina ya wachezaji na benchi lake zima. Pia ni mzazi kwetu. Kwa hiyo kuna muda tunampambania kwa sababu ni mzazi kwetu na jinsi tunavyoishi naye. Kwa hiyo inatupa sisi hamasa ya kuendelea kufanya vizuri, na ukiangalia kila mechi huwa tunajitolea kuhakikisha tunapata matokeo, si kwa sababu ya kocha tu bali ni kwa taasisi nzima, kwa sababu tuna malengo yetu sisi kama club. Kwa hiyo lazima tupambane zaidi. Ni mechi ipi JKT Tanzania mlipoteza kwa idadi nyingi sana ya magoli? Mechi ambayo JKT Tanzania tumepoteza kwa idadi kubwa ya magoli ni zidi ya Yanga. Zidi ya Afrika. Ilikuwa ni mchezo gani kwa upande wenu hasa? Ulikuwa mchezo mzuri. Tulizidiwa tu kimbinu, tukawa chini, tukaadhibiwa, lakini nafikiri bahati mbaya. Wengi wao walikuwa wanajiuliza maswali mengi kwa upande wenu. JKT tunakuwa tunaifahamu ndio hii ambayo imecheza na Young Africans, imeruhusu goli 5. Mnadhani Young Africans walikuwa bora sana ama kuna kitu ambacho cha zaidi walikuwa nacho akaweza kuwapika mpaka wakaweza kupata matokeo makubwa ya namna hiyo?
Yanga ni giant nchini kwetu, pia Afrika Yanga ni giant. Kwa hiyo imekuwa issue kwa sababu tumepoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Lakini ukiangalia tukimbinu tulizidiwa tukazibiwa tu kimchezo. Haikuwa issue sana, lakini ilituumiza sisi pamoja na taasisi nzima JKT, lakini tuliahidi kulifanyia kazi siku hadi siku, itakuwa sawa. Huwa mnapokuwa mnakwenda kucheza michezo, pengine huwa mnazungumza kitu gani haswa kwenye management nzima na bodi ya JKT Tanzania kuelekea kwenye mchezo ambao mnakwenda kuukabili kwa siku za usoni? Sisi kama JKT kila mchezo kwetu una maana. Haijalishi FA, haijalishi friendly match wala haijalishi mechi ya ligi. Kila mechi huwa tuna malengo nayo sisi kama sisi, kwa sababu sisi tuna malengo. Kwa hiyo yale malengo huwa yanatupelekea kila mechi sisi tucheze mechi nyingine. Kwa hiyo tunakuwa na mechi 2 ndani ya wakati mmoja. Yeah. Pengine labda sasa ni kitu gani ambacho kwa upande wenu kama wachezaji mnazungumza kuelekea kwenye msimu huu na matarajio yenu haswa ni yapi? Pengine labda mnatamani kwenda kushiriki na nyinyi mpate nafasi kucheza kwenye tournament za kimataifa, hata kwenye kombe la shirikisho ama klabu bingwa. Kitu gani ambacho kipo kwenye mawazo yenu kuelekea kwenye msimu huu wa 2025-26? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo au tuseme kikubwa alichotupa mpaka kufikia sasa hivi kwenye msimamo wa ligi. Sisi kama JKT tuna malengo yetu, na sisi kama wachezaji pamoja na benchi la ufundi tuna malengo yetu. Kwa hiyo sisi tupo kukamilisha zile target zetu ambazo tumepanga zikae sawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akijalia, akitupa shani yake, basi mtaona JKT nini ambacho tulikuwa tunatarajia. Kama utaniruhusu labda nikuulize Kariba kidogo kuhusiana na ligi yetu ya Tanzania. Pengine nafahamu pasina shaka unafuatilia ligi ya Tanzania vizuri sana. Ndio. Si kwenye mchezo tu dhidi ya JKT Tanzania, hata kwenye michezo mingine. Ligi yetu kwa namna ambavyo unaitazama kwa msimu huu, ni ligi ya namna gani? Ni ligi ngumu sana. Ukiangalia ilivyoanza mpaka sasa hivi inavyoendelea, unaona kila klabu inahangaika kutafuta alama 3. Haijalishi iwe timu kubwa au timu ndogo, kila timu huwa inapambana kuhakikisha inapata pointi 3. Kwa hiyo ni ligi ya namna moja ambayo inavutia kuitazama, kwa sababu inakuwa na michezo mizuri ambayo ni migumu ndani yake, lakini unashuhudia vitu vingi. Kwa hiyo ni ligi, sasa hivi ligi yetu imekuwa ligi bora. Tunaishukuru TFF kwa kuiongoza ligi vizuri, na bodi ya ligi tunashukuru pia. Niwapongeze chama cha mpira Tanzania TFF, kwani imetoa opportunity katika kila mchezo kuwepo na vijana wawili. Naamini vijana ndo nguvu kubwa ya baadaye kuhakikisha ligi yetu inafika mbali, na ukiangalia timu nyingi sasa hivi zinatumia vijana. Kwa hiyo na imani itakuwa kubwa sana. Mimi nataka kujua kitu kimoja kutoka kwa upande wenu. Kuna approach ya namna gani mnapokwenda kukutana na timu kubwa, na huwa kuna approach ya namna gani huwa mnapokwenda kukutana na timu zenye daraja la kati? Mimi nafikiri sisi kama JKT huwa tuangalie mechi kubwa, mechi ndogo. Sisi tunajiandaa sisi kama sisi. Si hatujiandai dhidi ya mpinzani. Tunajiandaa sisi na ubora wetu kuhakikisha kwenye mchezo tunatoa ule ubora wetu. Tunaamini tukiwa bora basi tutadeliver kitu kizuri sana. Kutoe sasa kwenye mpira. Hem, tuondoe kwenye mpira. Sawa, tuondoke. Ukiwa nje ya mpira tuzungumze mimi na wewe ndugu yangu. Ndio. Familia. Kitu gani ambacho unapenda sana kuwa interested? Alafu baadaye nitakuja, kuna vitu vyangu nitagusa. Nje na mpira. Nje na mpira kwanza mimi ni kaka. Sawa, ncheka. Mimi nimekuuliza. Nje na mpira mimi ni kaka. Sawa, tuendelee. Pia napenda kuwa kiongozi kwa wadogo zangu. Napenda sana kuchora. Unapenda? Kuchora. Naweza lakini sio sana. Napenda kuchora, napenda kupika. Kupika? Kuna siku moja nilishai kuiona video yako, ilikuwa wewe Pascal Msindo mlikuwa mnatoa kitu. Msindo katika mingoni akarudi alisema msosi haujaiva. Hebu turudi hapa kwenye hiyo tafsiri neno kupika. Mimi nilikuwa nakaa na Pascal nyumba moja. Pascal ndugu yangu sana. Kijana mwenzangu, ukiacha ndugu yangu, ila ni mchezaji ambaye nimetoka naye ni klasi yangu, yani tulitoka pamoja academy mpaka tufika Azam. Ilifika muda
wa kuwa professional player pale Azam. Ilibidi sasa tukae wote nyumba moja. Sasa tulikuwa tunanunua sana vyakula. Tunanunua sana vyakula. Anajua kupika yeye. Pasco hajui kupika. Chai hawezi sana pikani. Chai Pasco hawezi. Kosa tukanunua sana. Kafika muda kaka vipi? Tuna friji, tuna majiko, tuna kila kitu ambacho kinatufanya sisi tupike. Leo sasa tupike. Wewe pika wali, mimi nitapika mboga, tutakula. Lakini cha ajabu sasa mimi nikaanza kupika mboga. Yeye anapika wali kwenye jiko lake, mimi napika mboga kwenye jiko langu. Lakini cha ajabu mbeleni yeye akanigeuka. Yeye akasema basi wewe endelea na wali, mimi nipike mboga. Kumbe wali alishaukoroga mbichi. Kwa akaniwekea paka mimi ule nionekane kama mimi nimeleta namna gani. Kwa ndo mazingira alikuwa hivyo, akanichafua mbele za watu. Lakini yeye ndo aliharibu mambo. Yeye ndo aliharibu mambo. Sio mimi. Bila kutoa kitu hawezi. Hawezi basi. Chai hawezi. Chai tu? Hawezi. Maji ya kuoga ndio kwa mbali anapata. Mbali na yote, mtu wako karibu yani kabisa ukisema mimi kama Tepsi nikipata shida na hisi huyu ndo atakuwa wa kwanza. Kama sio kwenye ushauri, basi kwenye mawazo huyu ndo huenda kunisaidia labda. Iwe JKT Tanzania, iwe nje ya JKT Tanzania. Kusema ukweli nina watu wengi wa karibu ambao nikipata shida au mawazo au msaada wowote, ushauri, wana uwezo wa kunisaidia. Wengi. Lakini mtu ambaye anakuaga wa kwanza sana, nikipata chochote, iwe ushauri, shida ama chochote, Kimwaga, Joseph Kimwaga. Kimwaga. Ni wa kwanza sana. Kwa watu wa karibu mimi nazungumzia wachezaji. Wachezaji kama watatu hivi. Lusajo. Lukaga, Zaidi. Yaya. Nado. Kwa nini Pasco Msindo hayupo? Pasco mwenyewe anahitaji ushauri. Sasa Pasco mbona upo sawa? Mimi na Pasco tukikaa hamna kinachoendelea. Mimi na Pasco tukikaa hamna kinachoendelea zaidi ya ugomvi. Kwa nini sasa? Wakati ni mtu wako wa karibu na pia anaweza kukushauri. Yaani siwezi kupokea ushauri wake. Kumbe haiwezekani. Kwa sababu yeye anahitaji ashauriwe kwanza. Yaani Pasco mwenyewe anahitaji ashauriwe kwanza. Sasa hawezi kunishauri mimi. Haiwezekani. Kitu ambacho hakiwezekani. Kuna siku kumuuliza. Nilimuuliza Lusajo. Miongoni mwa vitu ambavyo nilimuuliza Lusajo aliniambia miongoni mwa watu watukutu kweli kweli ni pamoja na Pasco Msindo. Mimi nataka kufahamu kitu kutoka kwako. Ni kweli ili swala aloniambia Lusajo Mwaikenda? Yaani kumdefine Pasco. Akwambie ukweli. Yeye na Pasco nani muongo? Kumdefine Pasco. Ni sawa sawa kupika ugali kwenye maji ya moto. Yaani kitu ambacho hakiwezekani. Kwa nini? Pasco ni msumbufu, mgomvi, mkorofi, muongo. Mbona anaonekana kama mtaratibu? Kaa naye wiki. Ikiisha, mimi nina zawadi yako. Wewe ukikaa naye wiki imeisha, mimi nina zawadi yako. Bwana ameniuliza ndugu yangu pale upe, niulize. Nijibu hilo swali. Kwamba mimi na Pasco nani muongo? Hivi kuna siku wewe muongo? Mimi muongo. Pasco sio muongo kwa. Pasco sio muongo, ila mimi muongo. Kwenye uongo nimemzidi, mimi muongo. Wewe muongo. Ila Pasco Msindo? Afu mkorofi. Mkorofi. Ashakuletea mawazo ya kutaka kuoa? Pasco? Hapana ise. Hajawahi kuniletea. Hajawahi kuletea. Ushawahi kumshauri? Siwezi kumshauri. Siwezi kumshauri aoe. Kwa nini? Kuna watu tunaangalia wakioa na sisi tutaoa, hamna tatizo. Nani sasa miongoni mwao? Foba akioa Foba na sisi tutaoa. Mimi aliniambia
Aliniambia wewe huwezi kuoa. Siwezi hadi Yani Pasco aoe. Huwezi kuoa. Pasco akioa leo, kesho naoa. Yani Foba akioa leo, kesho naoa. Foba akioa leo, kesho yake mimi naoa mie. Kesho unaoa wewe. Pasco akioa leo, kesho yake mimi naoa. Ila Lusajo Mwekena? Huyo blaza, huyo hayupo kwenye nini? Kwenye competition yetu hayupo. Sisi tupo watatu. Mimi, Foba, Pasco. Akianza kuoa Foba, kesho yake mimi naoa. Akioa Pasco leo, kesho mimi naoa. Katika watu ambao ni watukutu, ngoja nizungumzie kidogo kupitia maisha ya Azam FC. Katika watu ambao ni watukutu, mimi nilipewa taarifa nikaambiwa ni Pasco Msindo. Nataka kufahamu kipindi ambako wewe upo sasa, nani alikuwa mtukutu mule ndani? Wengine wanamsema Pasco, wengine wanasema Fei naye mtukutu, kitu ambacho watu hawakijui. Mimi Pasco nimekuwa naye, kwa hiyo namjua vizuri. Pasco ni mkorofi. Mkorofi. Unajua ukorofi unabeba vitu vingi humo ndani, mjeuri, kiburi, sijui anapigana kila kitu. Kwa hiyo vyote yani yeye kavichanganya. Vimekuja mmoja sasa. Kitu gani ule mwamba huwa anapenda? Pasco. Pasco kwa muda ambao umekaa naye. Kwa muda ambao nimekaa naye. Pasco ana upendo. Upendo. Ushaikula shingapi ya Pasco? Nyingi. Ya Lusajo? Nyingi sana. Pasco nyingi. Lusajo? Nyingi sana. Ya Zaidi? Nyingi. Fei ushakula laki? Kidogo sana. Kwa nini kidogo ndugu yangu? Kidogo sana. Sijakaa naye muda mrefu. Nasikia yule atoaji yule. Atoi. Mkono wake wabilika. Ana mkono wabilika au anachungulia ile? Wabilika, si unajua umekaa hivi Ila Blaza Imidi kama anacho fresh. Mzungu. Aishi mzungu. Bajara mzungu. Msindo mzungu. Akiwa nacho. Hata akiwa ana. Kumbe mzungu. Kwangu sasa sijui kwa wengine. Wako mzungu. Zawadi gani ambayo ulishai kumpa Pasco? Ambao akasema da, kweli mwanangu, hii kweli umenipa, mtasurvive nayo. Yeye kanipa mimi au mimi ndo wewe umempa yeye ama yeye kakupa wewe? Jezi. Jezi. Kipindi uko wapi? Pale tupo wote sisi. Azam tuna tabia ya kubadilishana jezi wenyewe kwa wenyewe. Ligi ikiisha bale, wewe unachukua Nado. Hiyo ya kawaida sawa. Mimi nasemea hizi ambazo uko timu pinzani. Bado hatujakutana. Hamjakutana? Simshacheza hapa dhidi ya Azam. Mimi sikuwepo, ni kwa Azam. Sawa. Nikushukuru sana ndugu yangu. Asante sana.